Mambo matatu nataka nizungumze tukielekea mwisho wa mwezi wa 10. Cha kwanza, katika zile tabia 9 ambazo mtume anaziandika kitabu cha Wagalatia, anasema uvumilivu. Uvumilivu ni moja ya tabia nzuri na muhimu sana ukiwa nayo. Ni nguvu inayokupa kusonga mbele hata kama dunia itakuwa imekukataa. Uvumilivu ni nguvu inayokupa kusonga mbele hata kama dunia itakuwa imekukataa. Na ndio maana ushindi ama amani ni ushindi wa kuyakataa mambo yasiyofaa. Amani ni ushindi wa kuyakataa mambo yasiyo na maana. Na ndio maana usikubali kuwapa watu upendo wa bure. Kila kitu Biblia inasema kiwe na mipaka. Upendo wa moyoni uongozwe na hekima kuwapa watu. Watu ukiwasaidia sana fedha na kadhalika, kwanza watakushukuru, lakini hatua ya pili watatarajia, hatua ya tatu watakudai. Wataona ni haki wewe kuwasaidia, na mwisho watu hawa kugeuka kwa maadui zako. Wakati wote usikubali kuwa mshumaa unaoangazia wengine. Wakati wao taa zao hazijazima, utakuwa unafanya kazi bure. Wakati wote usiwe mshumaa unaoangazia wengine. Wakati wao taa zao hawajazima, mwanga wako utakuwa una maana. Huo mwanga unaowapa utageuka kuwa ni kivuli tu. Utakuwa ni kivuli tu. Ukienda ugawa upendo wa bure, utazidi kujiongezea maadui na watu wasiokusamini. Uwe huru kiakili. Uwe na akili iliyo uhuru. Uwe na akili iliyo uhuru. Hiyo ndio Biblia. Usiende kwa jirani na kwa kiasi. Uwe na akili iliyo uhuru. Usikubali mtu yote aingilie uhuru wa akili yako. Kupitia huruma zako, upendo wako. Upendo wako na huruma zako isiwe milango ya kuwafanya watu waingilie kati uhuru wa akili yako. Watu hao watakuwa na kutumia tu, lakini hawakuhitaji. Ndio maana hawalii na wewe wakati wa mateso. Hawashiriki ziki zao wakati wa taabu. Wamekuchukulia poa. Wakati mwingine wewe unasema hapana, kulinda utulivu wa moyo wako. Usiseme ndio kila mtu, utaumia. Wakati mwingine sema hapana, kulinda utulivu wa moyo wako. Hiyo ni Biblia. Kama sawa, sema amen. Haya, shukuru.